Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu ni kwamba mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika ngazi yake ya kiusalama, tutakwenda kuzungumzia mara moja kuhusu mvutano unaojitokeza katika jamii ya Banyamulenge, huku mjadala mkali unaendelea kwa sasa ndani ya shirika la Mahoro Peace Association MPA, shirika linalowakilisha sehemu ya diaspora ya Banyamulenge nchini Marekani, kufuatia tangazo la kufukuzwa kwa baadhi ya wanachama wake. Uamuzi huo ulitangazwa kupitia taarifa ya tarehe 17 Machi mwaka huu iliyosainiwa mjini Phoenix, Arizona nchini Marekani, unapingwa vikali na baadhi ya wahusika. Miongoni mwa waliotajwa yumo Bwana Patrick Bagabo, ambaye pamoja na wengine wanatuhumiwa kwa vitendo vinavyodaiwa kukiuka kanuni za ndani za shirika. Uongozi wa Mahoro Peace Association umetaja tuhuma za uchochezi wa maneno, yani defamation, ukosefu wa uaminifu na kutokuheshimu taratibu za shirika, pamoja na kudhuru maslahi ya pamoja ya jamii yao ya Kinyamulenge. Sasa wakati akijibu tuhuma hizo, Bwana Patrick Bagabo amezikataa vikali na kutilia shaka uhalali wa adhabu hiyo. Anadai kuwa yeye si mwanachama wa Mahoro Peace Association kwa muda mrefu sasa, hivyo anaona hatua ya kufukuzwa kwake haina msingi wowote. Katika maelezo yake, anasema alijiondoa kwenye shirika hilo kutokana na wasiwasi kuhusu madai ya kuwepo kwa uhusiano kati ya baadhi ya wanachama na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Twirwaneho, pamoja na ushawishi wa kisiasa kutoka nje. Pia anasisitiza kuwa majukumu yake kama raia wa Marekani yalichangia uamuzi wake wa kujiondoa. Tukio hili linajiri katika mazingira mapana ya mgawanyiko ndani ya diaspora ya Banyamulenge, hasa kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC. Baadhi ya kauli za umma zimekuwa zikihusisha Mahoro Peace Association na mienendo inayodaiwa kuwa na uhusiano wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja na hali ya usalama katika eneo hilo, ingawa hakuna ushahidi rasmi uliothibitishwa hadi sasa. Shirika hilo tayari limewahi kutajwa katika mijadala ya umma na uchambuzi usio wa kisheria unaodokeza uwezekano wa kuwepo kwa uhusiano wa moja kwa moja au wa pembeni na mitandao inayohusishwa na mzozo huo. Aidha, mijadala inayosambaa mtandaoni inazungumzia uwezekano wa kuwepo kwa ufuatiliaji kutoka kwa mamlaka za Marekani, hususan Federal Bureau of Investigation, yani FBI, kuhusiana na shughuli za baadhi ya mitandao ya diaspora yenye uhusiano na maeneo yenye migogoro, ingawa hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa hadi sasa. Kwa upande wake, uongozi wa Mahoro Peace Association unaongozwa na Douglas Kabunda unatetea uamuzi huo, ukieleza kuwa ni hatua ya kulinda na kutekeleza misingi ya shirika. Uongozi huo unasisitiza umuhimu wa kudumisha mshikamano wa ndani na kulinda maadili kama uadilifu, heshima, mshikamano na umoja ndani ya jamii yao. Mzozo huu unaonyesha kwa uwazi changamoto zinazokabili baadhi ya mashirika ya diaspora ambayo yanajikuta katikati ya masuala tata yanayohusisha siasa, jamii na athari za migogoro ya kimataifa. Na hayo yote yametokea baada ya ushuhuda wa Bwana Patrick Bagabo uliotolewa Ijumaa ya tarehe 20 Machi mwaka huu, unaoonyesha hali inayozidi kutia wasiwasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa maelezo yake, baadhi ya wanajamii wa Banyamulenge wanaokataa kujiweka chini au kutumiwa na utawala wa Rwanda wanadaiwa kuwa wanakumbana na vitendo vya ukatili, vitisho na hata mauaji pia. Katika ushuhuda huo, Bagabo anaeleza kuwa mama yake alitekwa nyara mjini Bukavu na wanachama wa kundi la M23 RDF baada ya kukataa kuondoka katika nyumba ya familia ambayo tayari ilikuwa imenyang'anywa kufuatia vitisho vya mara kwa mara. Tukio hilo linaelezwa kama sehemu ya mkakati mpana
wa kuwanyamazisha wale wanaotoa sauti za ukosoaji ndani ya jamii yenyewe ya Banyamulenge. Na maelezo haya yanafanana na yale ya Cedric Ganza ambaye pia anaonya kuhusu hali mbaya katika eneo la Minembwe. Anadai kuwa waasi wa M23 RDF pamoja na kundi la Twirwaneho wanatumia raia kama ngao za kibinadamu, huku wakilenga wale wanaokataa kuunga mkono msimamo au itikadi inayodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kinachotia hofu zaidi ni madai ya kuwepo kwa matukio kadhaa ya mauaji. Miongoni mwa wanaodaiwa kuuawa wamo viongozi wa kijamii, raia wa kawaida pamoja na watu waliowahi kuwa wanachama au washirika lakini baadaye wanaonekana kama wapinzani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka ndani ya jamii hiyo, baadhi ya viongozi waliouawa wanatajwa kuwa ni Chef Abato Seibakanura, Ndakize Fidele, Diedone Nyandoregwa, Major Bogar, Rugabisha Serugaba, Chef Sebatutsi, watu watatu akiwemo fundi mmoja aliyekuwa akifanya kazi katika UAM, kijana mmoja wa kabila la Mwega na mwingine Umusita, waliodaiwa kutumika kuwaua wafanyakazi wa UAM na baadaye kuuawa. Kuna Major Chungura, Major Mudagiri, mfanyakazi wa Luteni Generali aliyekuwa akifanya kazi Kiziba, Kanali Micho aliyewahi kutoka Rwanda anayedaiwa kufa kwa mazingira ya ghafla. Tuhuma hizi zinaashiria uwepo wa mfumo wa ukandamizaji wa ndani unaolenga Banyamulenge wanaopinga ushawishi wa Rwanda. Ushuhuda huu unapingana na kauli zinazotolewa mara kwa mara na makundi hayo yenye silaha ambayo hudai kuwa yanawalinda Banyamulenge. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi, hali halisi inaonekana kuwa ni udhibiti wa nguvu dhidi ya raia, ambapo sauti yoyote tofauti huonekana kama tishio. Katika muktadha huu, wito wa kuchukuliwa hatua na jumuiya ya kimataifa unaendelea kuongezeka, hasa kwa lengo la kulinda raia na kuchunguza kwa kina madai haya mazito. Zaidi ya mapigano ya kijeshi, hali hii inaonyesha mgawanyiko mkubwa ndani ya jamii ya Banyamulenge ambayo inajikuta katikati ya shinikizo za nje na juhudi za baadhi ya wanajamii kulinda uhuru wao wa maoni na msimamo. Banyamulenge wengi wanaamini kuwa Rais Paul Kagame pamoja na serikali yake ndio chanzo kikuu cha matatizo yanayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia wanaamini kuwa Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi hana nia mbaya dhidi ya watu wa jamii hiyo ya Banyamulenge, bali anataka kuwalinda na kurejesha amani nchini. Kama ilivyoelezwa, Banyamulenge wengi wanafahamu ukweli wa hali ilivyo, lakini wamegawanyika katika makundi matatu, ambayo ya kwanza ni kuna Banyamulenge wanaojitolea kuzungumza waziwazi bila shaka wala wasi, na hawa wanaitwa Kagara. Hawa ni Banyamulenge jasiri wanaosema hadharani bila uoga, wanasema kile wanachoamini na wanaisimamia nchi ya Kongo katika maisha na hata katika hatari ya maisha yao. Wanajulikana kama Akagara, yaani watu wanaosimamia imara na kusema kweli. Miongoni mwao wanatajwa kama Manyota Bosco, Ntarambigwa, Seba Kiana, Charles Nteze na Gakunzi Fredi. Nyuma yao kuna Banyamulenge wengine wengi wanaowaunga mkono kikamilifu pamoja na kuunga mkono nchi ya Kongo. Pili, kuna Banyamulenge wanaojua ukweli lakini wananyamaza kwa sababu ya maslahi yao binafsi, na hawa ni watu wanaoelewa hali halisi lakini hawazungumzi kwa sababu wanapata fedha, wanatarajia nafasi za kisiasa au wana maslahi binafsi. Miongoni mwao wanatajwa Moise Nyarugabo, Fredi Kaniki, Adele Kibasumba, Charles Sematama pamoja na baadhi ya wanachama wa kundi la silaha la Twirwaneho. Inaaminika kuwa baadhi yao hapo awali walikuwa wakisema wazi kuwa Rwanda ndio chanzo kikuu cha tatizo, lakini walibadilika baada ya kuanza kushirikiana na Rwanda. Na tatu ni Banyamulenge wanaonyamaza kwa hofu. Hawa ni watu wanaojua ukweli lakini wanaogopa kusema kwa sababu ya hofu ya usalama wao. Wengi wao wanaishi Rwanda au katika nchi nyingine. Baadhi yao wana familia au biashara huko, hivyo wanaogopa madhara yanayoweza kuwapata iwapo watazungumza waziwazi. Kwa ujumla,
Hali hii inaonyesha mgawanyiko wa mitazamo ndani ya jamii ya Banyamulenge, kati ya wanaochagua kusema wazi, wanaonyamaza kwa maslahi, na wale wanaokaa kimya kwa hofu ya usalama. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na hali ya usalama. Na kwa kuzidi kuhabarika zaidi, baki sambamba hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili ufaidi habari moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.